dhamira yake ya kuhakikisha kuwa Jeshi la Polisi linabadilika kiutendaji na kuwa jeshi bora zaidi. Mheshimiwa Rais, Jeshi la Polisi limewezeshwa kwa kiwango kikubwa kutatua changamoto za muda mrefu za ufinyu wa bajeti, miundo mbinu mbalimbali pamoja na vitendea kazi. Kwa upande wa majengo, Jeshi la Polisi limetekeleza jumla ya miradi ya ujenzi na ukarabati wa majengo 320 ambapo limefanikiwa kukamilisha majengo 174 na kuendeleza miradi ya ujenzi na ukarabati wa majengo 146 ambayo ipo katika hatua mbalimbali za ujenzi. Miradi hii kwa ufupi, Mheshimiwa Rais, ni kama ifuatavyo: ofisi za makamanda wa polisi wa mikoa 18, kati ya hiyo majengo 10 bado yapo katika hatua mbalimbali, mengi yako hatua za mwisho za ujenzi. Vituo vya polisi daraja A 15, kati ya hivyo vituo 7 vinamalizikia kujengwa. Vituo vya polisi daraja B 29, kati ya hivyo 34 vinaendelea na ujenzi. Ujenzi na ukarabati wa makazi ya askari 139 na 46 kati ya hayo yapo kwenye hatua za mwisho. Aidha, tunaendelea na ujenzi pamoja na ukarabati wa majengo ya matumizi mengine ya Jeshi la Polisi ambapo jumla ya miradi 46 imetekelezwa na kati ya hiyo miradi 33 ipo katika hatua mbalimbali za utekelezaji. Miradi hiyo inahusisha ujenzi wa bweni la wanafunzi katika chuo cha maafisa wa polisi Kidatu, ujenzi wa madarasa na mabweni ya wanafunzi katika shule ya polisi Tanzania Moshi, rest house, jengo la hospitali ya rufaa Kilwa Road, vituo tiba vya polisi katika baadhi ya mikoa, karakana ya tehama pamoja na majengo ya vikosi mbalimbali vya polisi. Mheshimiwa Rais, jambo la kujivunia zaidi ni kwamba majenzi haya yaliyokamilika pamoja na yale yanayoendelea kutekelezwa yanasimamiwa na kutekelezwa na kupitia kikosi cha polisi cha ujenzi. Jeshi la Polisi lina wataalamu wa kada mbalimbali za ujenzi wakiwemo wasanifu majengo, wakadiriaji majenzi pamoja na wahandisi wa fani tofauti za ujenzi ambao kwa pamoja wameendelea kufanya kazi kubwa kwa weledi na uzalendo mkubwa. Hali hii imeendelea kusaidia kupunguza gharama za utekelezaji wa miradi, kuongeza usimamizi wa karibu wa ubora wa kazi na kuhakikisha thamani ya fedha inaonekana katika miradi yetu ya maendeleo. Mheshimiwa Rais, naomba nitumie jukwaa hili kuelezea jambo hili kubwa. Hapo kumekuwa na slide zinatembea zikionyesha majengo mazuri sana, majengo ya kisasa ambayo ningependa wale wanaopitisha hiyo warudie tena. Haya ni majengo yaliyojengwa si kwa miaka 5 ya uongozi wako, ni ndani hata ya miaka kama 3. Lakini wakati majengo haya yanaendelea, utaona hali gani uliikuta hii. Lakini kuna majengo mengine yataonekana hapo yalikuwa ni majengo, sijui ni majengo yale makazi ya polisi pale Dodoma. Yule wa slide yaweke ile. Utakapoona Mheshimiwa Rais, ile si kambi ya wavuvi, ile hiyo hapo si kambi ya wavuvi. Hayo ndiyo makazi ya askari polisi uliyoyakuta. Hayo hapo si kambi ya wavuvi. Askari walilala humo, waliamka humo na walikwenda kutimiza na kutekeleza wajibu wao, kulinda watu na usalama wao. Na hayo yamekuwepo hapo kwa muda wa miaka mingi sana. Umeyakataa na sasa umetoa fedha
na umehakikisha kunajengwa majengo mazuri ya makazi ya askari, magorofa yenye floor 4 kila moja. Haya ndiyo yamereplace, haya ndiyo yameondoa yale makazi ambayo kwa hakika hata wavuvi walikuwa waishi mle. Mheshimiwa Rais, umekataa. Haya ndiyo majengo tunayomiliki sasa Jeshi la Polisi. Tunaomba makofi mengi sana hapa. Turudie na yale ya kwetu. Pasha 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 panda. Nidhamu, haki, weledi na uadilifu msingi wa mafanikio yetu. Akina mama vigelegele wapi? Na kati ya makazi hayo ambayo tulikuwa tukiishi kwa miaka nenda kwa miaka rudi, tumeshavunja yote ili tujenge, na tumejenga magorofa katika eneo hilo. Tutaacha hivyo vibanda viwili kwa ajili ya kumbukumbu ya kwamba jeshi hili liliwahi kupita katika kadhia hii, lakini kwa sasa alikuwepo ama alikuja rais fulani anaitwa Daktari Samia Suluhu Hassan, akatutoa mle ndani akatuweka kwenye majengo haya. Sisi ni akina nani tusisimulia hadithi hii? Sisi tusiokuwa na roho ya shukurani, ambao hatuwezi kusimulia hadithi hii nzuri, tutakuwa ni binadamu gani? Mheshimiwa Rais, asante, tunakushukuru sana, na Mungu aendelee kukubariki na kukusimamia na kukupa afya njema. Mheshimiwa Rais, kwa upande wa vyombo vya moto na usafiri, serikali yako imetuwezesha kupata vitendea kazi mbalimbali, vikiwepo ama ikiwa ni pamoja na magari 1394 ya kioperesheni na matumizi mengine, magari 1394 kwa kipindi kifupi kisichozidi miaka mitatu. Na Mheshimiwa Rais, hapo unapoona hapo sio bandarini, hii ni yadi yetu ya polisi ya kupokelea magari, na haya yote ni magari mapya mazuri ya kisasa na yanayosababisha tunafanya kazi bila mkwamo wa aina yoyote. Na magari haya yamekuja kureplace magari mabovu tuliyokuwa nayo. Mheshimiwa Rais, nimewahi kuona afisa wa polisi akienda ofisini na gari aliyopanda inasukumwa kuanzia nyumbani kwake mpaka inafika ofisini, na baadaye jioni hiyo haijawaka, inasukumwa tena kutoka ofisini mpaka inafika nyumbani, hiyo gari haijawaka. Sasa haya yote yamekuja kuondolewa na wewe Mheshimiwa Rais, magari 1394 kwa kipindi cha miaka mitatu. Kwa kipindi hicho tumeweza kupata pikipiki 39 za kuongoza misafara na pikipiki 105 za doria, boti 13 za doria na kufanya matengenezo ya ndege moja, na sasa tuko kwenye mchakato, hatua za mwisho za mchakato wa kununua ndege mpya 2. Mheshimiwa Rais, hapa bado sijagusia uwezeshaji mkubwa uliofanywa katika maeneo mengine muhimu kama maslahi, ajira, mashine za kisasa za ushonaji, sare, silaha, vifaa vya uchunguzi wa kisayansi na upelelezi, vifaa vya muziki, mashine za kisasa za uchapaji, pamoja na vifaa mbalimbali vya kioperesheni. Mambo haya yote yanapaswa kusemwa ukiwepo, ili Watanzania waendelee kuona na kuelewa dhamira yako ambayo imekuwa ikienda sambamba na vitendo.
Mheshimiwa Rais, tarehe 22 mwezi Mei mwaka 2026 pale shule ya polisi Tanzania Moshi, nilitoa jumla ya wanafunzi 5514. Hawa ni wanafunzi wa kozi ya awali waliohitimu mafunzo katika shule hiyo na kuwa askari wa jeshi la polisi. Miongoni mwa vijana hao wapo waliotoka katika vituo vya kulelea watoto yatima pamoja na familia zenye hali ngumu za kiuchumi, lakini wenye sifa na ufaulu uliowawezesha kupata nafasi hiyo. Wapo wenye elimu za form 4, wapo wenye elimu za form 6 na wapo wenye elimu za chuo kikuu. Tulihakikisha tunawafikia wote, hatujamaliza, lakini tulihakikisha tunawafikia na tunawachukua na wanapata ajira ndani ya jeshi letu la polisi. Hii ni sehemu ya dhamira ya serikali yako ya kuhakikisha kuwa fursa ndani ya jeshi la polisi zinawafikia Watanzania wa makundi mbalimbali bila ubaguzi, huku tukiwapa vijana wenye sifa nafasi ya kulitumikia taifa lao na kujenga maisha yao kupitia ajira hizi. Tunatarajia kuendelea kupata nafasi zingine za ajira katika siku za usoni, na Mheshimiwa Rais, ninakuhakikishia kuwa jeshi la polisi litaendelea kuwafikia Watanzania kutoka maeneo na mazingira mbalimbali ya kijamii ili kuhakikisha jeshi letu linaendelea kuwa taswira halisi ya taifa letu na kuwa sehemu ya matumaini kwa vijana wengi wa Kitanzania. Mheshimiwa Rais, mabadiliko haya makubwa yaliyofanyika ndani ya muda mfupi yataacha alama na kumbukumbu kubwa kwetu familia ya jeshi la polisi na kizazi kijacho cha Watanzania, na daima utakumbukwa kwa mambo haya uliyoyatenda kipindi hiki cha uongozi wako. Leo ninaweza kusema kwa kujiamini kuwa bado tunaendelea kuiandika hadithi yako nzuri, hadithi ya mabadiliko ya kiutendaji na matokeo chanya ndani ya jeshi letu la polisi. Nina imani kuwa hadithi hii nzuri itaendelea kuandikwa vyema kadiri uongozi wako utakavyoendelea, na ninakuomba Mheshimiwa Rais, pokea hadithi hii. Hii ni hadithi nzuri, hii ni hadithi njema, tunaisimulia mbele yako na wewe ukiwepo, na tutaendelea kukusimulia hadithi hizi nzuri kila tutakapokuwa pamoja na wewe, ili Watanzania wazisikie, ili Watanzania waone yale tunayoyaongea. Sasa hivi si muda wa kuuziana mbuzi kwenye gunia, mambo yote yako hadharani. Mheshimiwa Rais, katika awamu hii ya pili, katika kipindi hiki cha pili cha uongozi wako, jeshi la polisi linaendelea kujipanga kuimarisha zaidi utendaji kazi wake, pamoja na kuendelea kusimamia kwa umakini miradi ya ujenzi wa ofisi, vituo vya polisi na makazi ya askari niliyotaja awali. Tunaongeza nguvu katika utekelezaji wa falsafa ya polisi jamii pamoja na matumizi ya tehama, tukilenga kuwafikia wananchi katika ngazi za chini kabisa, kuanzia ngazi ya familia hadi kata. Dhamira yetu ni kuhakikisha tunakuwa karibu zaidi na wananchi, si tu katika kukabiliana na uhalifu, bali katika kuubaini na kuuzuia kabla haujatokea, pamoja na kuwafikia kwa haraka wahanga wa matukio ya kihalifu na unyanyasaji. Aidha, tunalenga kujenga jamii inayotambua wajibu wake na haki zake katika suala zima la haki jinai na usalama wao. Kama alivyowahi kusema mwanafalsafa na mwanamkakati wa kijeshi kutoka China, Luteni General Sun Tzu, na nukuu, "The supreme art of war is to subdue the enemy without fighting." Mwisho wa kunukuu. Narudia nukuu hii, "The supreme art of war is to subdue the enemy without fighting." Mwisho wa kunukuu, ikimaanisha ustadi wa hali ya juu katika mapambano ni kumdhibiti au kumshinda adui bila ya kuingia vitani. Lengo letu, Mheshimiwa Rais, ni kuhakikisha uhalifu unazuiliwa kabla haujatokea. Kwa kufanya hivyo,
tutaweza kujivunia kufanya kazi kwa weledi zaidi kuliko kusubiri kuanza upelelezi baada ya matukio au kupambana na wavunjifu wa sheria. Kwenye eneo hili, Mheshimiwa Rais, niruhusu tena kutumia fursa ya hadhara hii kukushukuru kwa kumpandisha cheo Kamishna wa Polisi Alex Sospeter Mkama na kumteua kuwa Kamishna wa Polisi Jamii. Uteuzi huo unaonesha kwa vitendo dhamira ya serikali kuendelea kuimarisha utekelezaji wa majukumu ya polisi kupitia mikakati ya polisi jamii. Sambamba na jitihada hizi, tumejipanga kuendelea kuimarisha matumizi ya TEHAMA katika utoaji wa huduma zetu ndani na nje ya taasisi. Tutaendelea kuboresha na kuilinda mifumo iliyopo dhidi ya vitisho vya kimtandao, kuanzisha na kupanua huduma za kidijitali ili kupunguza utegemezi wa mifumo ya kizamani na kuhakikisha mifumo yetu inaunganishwa kikamilifu na zile taasisi nyingine za serikali kwa ufanisi zaidi. Napenda kusisitiza kuwa hatua hizi si dira mpya, bali ni utekelezaji endelevu wa maelekezo yako ya mara kwa mara pamoja na mapendekezo ya Tume ya Haki Jinai yanayolenga kuongeza uwazi, ufanisi na upatikanaji wa haki kwa wananchi. Pamoja na mwelekeo huu, napenda kukuhakikishia kuwa hatutaacha kuendelea kutekeleza maelekezo yako yote uliyotupatia mwaka jana na unayonipatia mara kwa mara. Tunaendelea kusimamia kwa umakini matumizi ya fedha katika miradi ya ujenzi, kuhakikisha uwajibikaji na thamani ya fedha inaonekana katika kila hatua. Lakini zaidi ya hiyo ni kusimamia matumizi sahihi na utunzaji wa vifaa na majengo haya ili yakafaidishe vizazi vijavyo na miaka mingi mbeleni. Napenda pia kukushukuru kwa kuendelea kutoa ajira mpya pamoja na fedha za kugharamia mafunzo mbalimbali yakiwemo upandishwaji vyeo kwa maafisa, wakaguzi na askari. Uwezeshaji huu umeongeza kwa kiwango kikubwa morali na ari ya kazi kwa askari wetu na umetusaidia kuwa na viongozi wenye sifa stahiki katika ngazi mbalimbali za uongozi, kuanzia ngazi za juu hadi ngazi za chini kama kata na shehia. Hali hii inaenda sambamba na dhamira yetu ya kusogeza huduma za kiusalama karibu zaidi na wananchi na kuimarisha ufanisi wa utendaji wetu. Mheshimiwa Rais, sambamba na mafanikio haya, Jeshi la Polisi linaendelea kusimamia kwa karibu maadili na nidhamu ya watendaji wake wote kama ulivyoelekeza, na tutaendelea kuwajengea uwezo kupitia mafunzo ili kuhakikisha wanazingatia viwango vya juu vya uadilifu na weledi. Kwa wachache watakaokengeuka, hatua stahiki za kinidhamu zitachukuliwa kwa haraka bila upendeleo, uonevu wala muhali. Kwenu wahitimu wa leo, maafisa na wakaguzi wasaidizi, tarehe 22 mwezi wa 5 mwaka huu nilipokuwa shule ya polisi Tanzania Moshi, niliwaeleza wale vijana askari wapya maneno ambayo naomba niwaambie na nyinyi leo hii. Napenda kuwakumbusha juu ya umuhimu wa uzalendo katika kazi. Kiapo mlichowapa leo cha utii kwa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu si maneno ya kawaida ya kuishia kwenye gwaride, bali ni ahadi na wajibu unaowafunga katika utumishi wenu wote. Uzalendo wa kweli ni kuwa tayari kulitumikia taifa lako mahali popote na wakati wowote mtakapohitajika kufanya hivyo. Ni kuwa tayari kuweka mbele usalama wa raia na mali zao hata pale ambapo usalama wenu binafsi uko hatarini. Ni kukesha wakati wengine wamelala usingizi. Ni kusimama imara wakati wengine wamekata tamaa. Na ni kutekeleza wajibu wenu kwa uaminifu hata pale ambapo hakuna anayewaona au kuwapongeza. Taifa hili litawaamini kwa matendo yenu, nidhamu yenu
na namna mtakavyobeba dhamana hii kubwa ya uongozi ndani ya Jeshi la Polisi. Na huo ndio uzalendo wa kweli. Sitakuwa na mengi ya kusema kwenu leo, kwani tayari nilipata fursa ya kuwa nanyi na kuwapa maelekezo mbalimbali ya kiutendaji Maafisa waandamizi kutoka makao makuu pamoja na taasisi rafiki nao wamefanya kazi nzuri ya kuwafundisha na kuwaandaa. Nimefuatilia kwa karibu mafunzo yenu na nimejiridhisha kuwa mmepewa maarifa na ujuzi unaohitajika ili muweze kutekeleza majukumu yenu kwa weledi na ufanisi. Kwa sasa niwapongeze na kuwakumbusha kuzingatia yote katika utekelezaji wa majukumu yenu mtakayopangiwa. Mheshimiwa Rais, wakati ulipotufungia mafunzo kama haya mwaka jana, ulitoa maelekezo kuwa na nukuu, chuo kisipoe, mwisho wa nukuu. Wahitimu unaowaona leo ni matokeo ya utekelezaji wa maelekezo hayo. Tunakushukuru sana kwa uwezeshaji mkubwa unaofanywa na serikali yako katika kuhakikisha mafunzo haya yanaendelea bila kukwama na kwamba chuo hakipoi, kwani vibali, fedha na rasilimali nyingine wezeshi zimekuwa zikitolewa kwa wakati na bila changamoto zozote. Aidha, tutaendelea kuwekeza katika mafunzo kwa maafisa wakaguzi na askari wetu, ikiwa ni pamoja na kuendelea kutafuta fursa za masomo nje ya nchi ili kuhakikisha tunakuwa na rasilimali watu yenye weledi, ujuzi na uwezo wa kukabiliana na changamoto za kiusalama zinazoendelea kubadilika kila siku. Kama ulivyosema mwaka jana, mafunzo haya ndiyo msingi wa kujenga jeshi lenye weledi na uwezo wa kukabiliana na changamoto za kiusalama tunazokumbana nazo, lakini zinazobadilika mara kwa mara kulingana na mabadiliko ya sayansi na teknolojia. Kwa kuzingatia kauli mbiu ya kazi na utu, tunasonga mbele. Jeshi la Polisi linaahidi kuendelea kuitekeleza dhamira hii katika majukumu yake ya kila siku. Mheshimiwa Rais, katika kuhitimisha, napenda kukushukuru kwa mara nyingine kwa kukubali kuwa mgeni rasmi katika hafla hii muhimu. Uwepo wako unaendelea kuwa chachu ya mabadiliko na motisha kwa watendaji wa Jeshi la Polisi. Baada ya kusema hayo, naomba nimkaribishe Mheshimiwa Patrobas Pasco Katambi, mbunge, waziri wa mambo ya ndani ya nchi, kwa ajili ya salamu za wizara na hatimaye kukukaribisha uzungumze na hadhara hii. Kazi na utu. Kazi na utu. Nidhamu, haki, weledi na uadilifu msingi wa mafanikio yetu. Nidhamu, haki, weledi na uadilifu. Mheshimiwa Rais, naomba kuwasilisha. Asante, tunaomba makofi mengi sana. Naomba sasa kwa salamu hizi za mkuu wa Jeshi la Polisi alizozitoa zikiambatana na mambo mazuri ambayo Mheshimiwa Rais ametufanyia sisi maafisa wakaguzi na askari wa vyombo mbalimbali, zisindikizwe na wimbo mfupi toka Chaso, mfupi dakika 3. Ni muhimu haya mambo mazuri yakasindikizwa na ngoma nzuri. Dakika 3. Dakika 3. Dakika 1 karibu itakatika. Haya, tuanze.
twasema asante mama. Karibu mgeni wetu Mheshimiwa Rais Mama Samia, kutufungia mafunzo ya maofisa na wakaguzi wa polisi. Tuna furaha kubwa kukushukuru kwa mengi unayofanya ndani ya jeshi letu la polisi, twasema asante mama. Hongera sana Rais wetu Mama Samia kwa kutuheshimisha. Hongera sana baba wetu, baba Katambi kwa kazi nzuri. Hongera sana waziri wetu Baba Katambi kwa kazi nzuri. Hongera sana kwa kazi nzuri iliyotukuka. Kuwa chuo na walimu wote kazi mmefanya. Wanaenda kumaliza sasa. Naona ndio wanaenda kumhitimisha. Ndio hivyo wanaondoka kikundi cha ngoma cha Chaso. Asanteni sana. Asante sana, makofi mengi sana kwao.
Asante sana kikundi cha ngoma cha polisi. Waje mbele. Makofi mengi sana kwao kwa burudani nzuri. Ngoma ya Kiaso, asili yake kule Zanzibar, kwa kutuburudisha. Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, naomba sasa nimkaribishe Mheshimiwa Patrobas Pasco Katambi, mbunge na waziri wa mambo ya ndani ya nchi, kwa salamu za wizara na kukaribisha wewe uweze kuongea nasi. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. Kazi na utu. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan na Amiri Jeshi Mkuu wa Vyombo vya Ulinzi na Usalama Mheshimiwa Musa Azani Zungu, Spika wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndugu yetu IGP Camillus Wambura, Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam ndugu yangu Albert Chalamila, Mheshimiwa Naibu Waziri wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi ndugu yangu Ayub Mahmud, viongozi wote mlio meza kuu, mkuu wa chuo, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama wote mlio hapa, viongozi wa dini, wa chama na serikali ambao mmeweza kufika siku ya leo hapa. Kwa faida ya muda, Mheshimiwa Rais, uniruhusu nitambue na kuheshimu itifaki ambayo imezingatiwa na kutajwa na wenzangu kabla yangu. Mheshimiwa Rais, mimi yangu machache leo, kwa sababu mengi yamezungumzwa vizuri na kwa ufasaha na watangulizi wangu, lakini pia niendelee kutambua na kuheshimu na kukushukuru sana Mheshimiwa Rais na kupa pongezi nyingi kwa kukubali kuja kushiriki nasi katika shughuli hii ya hafla ya kuhitimisha mafunzo ya maafisa na wakaguzi wasaidizi wa Jeshi la Polisi. Mheshimiwa Rais, tunatambua majukumu yako ni mengi, lakini umeweza kuhakikisha kwamba unakuwa nasi siku ya leo ni kwa sababu umetupa uzito na heshima inayostahili. Mheshimiwa Rais, kwa kweli tunakushukuru sana, mimi pamoja na ndugu zangu wote Wizara ya Mambo ya Ndani ikiwemo Jeshi la Polisi wote kwa ujumla. Mheshimiwa Rais, pongezi na shukrani zinaendana pia na mengi ambayo umetufanyia. Yameelezwa hapa mambo mengi ya kuhusiana na ajira, zinaongezeka kila wakati na sasa pia tunategemea kupata ajira nyingine. Ameeleza vizuri kuhusiana na mafunzo, upandishaji wa vyeo, madaraja, lakini vivyo hivyo ujenzi wa ofisi Mheshimiwa Rais za kisasa kabisa. Siku moja Mheshimiwa Rais, nilikuwa napita kwenye ukaguzi huko, nikaona na rafiki yangu mmoja anakaa Kigamboni anaitwa Dominic, tunaangalia kituo, akapita akasema, hii nini hapa? Kituo cha polisi kizuri, unaweza kutamani ukamatwe. Sasa ndiyo hali ambayo wananchi wanaiona kwamba unatamani uwe pale kwa sababu ya mambo makubwa na mazuri ambayo umeyafanya na maboresho ambayo umeendelea kuyafanya. Katika jeshi letu la polisi, vituo vya class A, B, C na C1 umeendelea kuvijenga katika kila maeneo. Ndiyo tunatarajia hata sasa Mheshimiwa Rais, mpango wetu ule uliouweka na maagizo yako ya kupata vituo vya polisi katika kila kata zaidi ya 3,900. Lakini tumeanza kwa hatua ya vituo 659. Na hivi vyote Mheshimiwa Rais umeendelea kutenga fedha kila mwaka wa fedha bila ajizi, na kwenye maeneo mengine ya vifaa na vitendea kazi IGP ameeleza vizuri sana hapa. Kwa kweli niwaombe tuongeze makofi. Mheshimiwa Rais, mimi niseme kwamba Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi kwa wasaidizi wazuri sana ambao umenipatia, naibu waziri wangu Mheshimiwa Ayub, lakini pia katibu mkuu wetu Dr. Gugu
naibu katibu mkuu Dr. Maduhu na watumishi wote wa Wizara ya Mambo ya Ndani. Tuna align vizuri sana pamoja na taasisi zote zilizo chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi pamoja na vyombo vyote vya ulinzi na usalama vilivyo chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi. Na kwa kusema hivi, Mheshimiwa Rais, na mimi nishukuru Mheshimiwa Chalamila hapa alinyanyua wakuu wake MRPC. Na mimi niombe MRPC wote nchi nzima sasa wasimame na tuwashukuru kwa kazi nzuri sana wanayoifanya kwenye maeneo yao. Kwa sababu wengine wangejiuliza, Mheshimiwa Rais, sasa na mkuu wetu wa mkoa angekuwepo hapa na sisi tungesimamishwa kwa Mheshimiwa Rais. Walau wasimame na tuwapigie makofi mengi. Wao pamoja na makamishna wetu wote wa Jeshi la Polisi, simameni, mpigiwe makofi mengi sana. Lakini pia uongozi mkuu wote ukiongozwa na IGP Wambura, naomba tuwapigie makofi mengi sana. Na kwa kuazima, Mheshimiwa, makofi tunayaazima kutoka Jeshi la Polisi. Makofi 321 kwa wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, kwa sababu nchi iko salama na shughuli zinaendelea. Makofi 321 panda. Tunawashukuru sana wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama. Ahadi yetu kwetu, Mheshimiwa Rais, ahadi yetu kwako, tutahakikisha tunakuwa na utii kwako usiogawanyika katika kutekeleza majukumu yote ambayo umetupatia kusimama kwa niaba yako kwenye wizara hii kutekeleza majukumu haya. Vyombo vya ulinzi na usalama pia vitaendelea kufanya kazi zake kwa nidhamu na kuhakikisha wale ambao wanaenda kinyume na nidhamu tunachukua hatua. Tutahakikisha, Mheshimiwa Rais, wakati wote tunatenda kwa haki bila upendeleo wala kumwonea mtu. Tutafanya kwa mujibu wa sheria na haki na utaratibu ambavyo unatakiwa, jinsi ambavyo wakati wote, Mheshimiwa Rais, umekuwa utupa maelekezo na miongozo juu ya namna ya kutenda, ili mwisho wa siku Watanzania waweze kupata haki na wafurahie kuwa katika taifa lao na usalama. Lakini vile vile weledi ambao ndio huu, Mheshimiwa Rais, umeendelea kuufadhili. Umefadhili weledi ambao unasemwa kwenye kauli mbiu yetu, umeendelea kufadhili na kutoa fedha. Wapo wanaojifunza ndani ya nchi na nje ya nchi, lakini inaenda sambamba na upandishwaji vyeo. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana kwa maboresho pia ya maslahi ya askari wetu, tunakushukuru sana. Mheshimiwa Rais, eneo jingine pia ambalo umeendelea kufanya vizuri ni masuala ya uadilifu katika utendaji kazi. Unatambua zipo hatua mbalimbali ambazo zimechukuliwa dhidi ya askari ambao walienda kinyume na utaratibu, lakini tushukuru kwamba wengi wanafata misingi na viapo vyao katika utendaji wa kazi. Mheshimiwa Rais, hili tukuahidi tutaendelea kulisimamia, lakini pia iwe ahadi yako, iwe ahadi ya askari wetu kwako ya utii, kwamba tutakapoenda kufanya kazi hizi kwa mujibu wa sheria tukaendelee kuishi katika viapo vyetu. Tumeapa kwa Mwenyezi Mungu, tumeapa kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenye katiba, na tumeapa kwenye mamlaka ambaye ni Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, kiapo cha askari hakina ukomo. Hata pale tutakapostaafu au tutakapotoka nje ya majukumu, viapo vyetu bado vinaendelea kuwa hai. Tunastaafu majukumu lakini hatustaafu viapo. Hivyo ni vizuri tuendelee kukumbushana. Wajibu huo ni wa msingi na wa muhimu, lakini pia nikumbushe wajibu wa familia. Wahalifu wanatoka kwenye familia zetu na watu wema wanatoka kwenye familia zetu, kwenye jamii zetu, lakini pia kwenye taasisi zote zilizopo za dini. Tuendelee kumsaidia Mheshimiwa Rais kulinda maadili ya taifa. Mmomonyoko wa maadili ndio unaopelekea, Mheshimiwa Rais, tuanze kuomba pesa za kujenga magereza. Mmomonyoko wa maadili ndio unaopelekea wakati mwingine kuonekana kama vile kuna chuki au changamoto nyingine, lakini ni kwa sababu ya watu kutokutii sheria, kutokutii utaratibu, hata maandiko. Mheshimiwa Rais, nikiwa namalizia nikukumbushie pia kwenye maeneo machache ambayo nitatoa rai. Rai yangu kwa Watanzania wenzangu, tuendelee kulipenda taifa letu. Tuendelee kuishi kwa uzalendo, tuendelee kuishi kwa miiko ambayo ipo katika vitabu vyetu vya dini, lakini pia tuendelee kujua kwamba hata tukiishi vyema vipi, wahalifu huwa hawakosekani, watu wa kusaliti huwa hawapo. Mheshimiwa Rais, zipo hadithi nyingi, hadithi ya Mtume, lakini pia hadithi ya Isa bin Maryam. Yesu pamoja na mazuri mengi aliyofanya, hamna waliyeamini kwamba alitumwa na Mungu. Lakini pia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wapo hata kaka yake hakuamini kama yeye ndiyo alikuwa mtume kweli. Na Mheshimiwa Rais
hata kwenye tawala za dunia haya mambo yapo. Kuna nchi moja ilikuwa na kiongozi ambaye alitoa karibia kila kitu na kilielezwa na kilionyeshwa, lakini wakati huo Mheshimiwa Rais, hata pale walivyoonyeshwa, wapo watu ambao hawakuamini. Kwa kama kipindi cha Isa bin Maryam, Mheshimiwa Rais, chapa kazi, songa mbele, Mungu yuko na wewe, na mvua iliyotaka kunyesha ni kielelezo cha mfalme anayekubarika. Usukumani tunaamini hivyo, mimi sijui Zanzibar ikoje Mheshimiwa Rais. Lakini pia Usukumani ipo kitu kinaitwa, tunaita sisi nduru, zinaitwa choroko hizi Mheshimiwa Rais. Hata upike kwa moto wa gesi ya blue, moto ule blue flame, ipo choroko moja haitaiva Mheshimiwa Rais, ipo na watu wapo hivyo hivyo. Kwa hiyo usiumie Mheshimiwa Rais inapotokea kuna mtu anafanana na choroko. Usiumie Mheshimiwa Rais kama wakati wa Yesu mwana wa Mungu aliteua 12 lakini wakatokea wasaliti wawili. Mmoja akamkana, aliitwa Petro, na mwingine Yuda Iskarioti alimsaliti. Kwa hiyo hata wapo pia ambao tunaweza tukawa wasaliti kwako na wapo wa kukukana. Usiwe na wasiwasi kwa sababu mpango wako mpewa hapokonyeki Mheshimiwa Rais. Songa mbele, vyombo vya ulinzi na usalama tuko pamoja na wewe kwa sababu tunataka maslahi ya wananchi yasimamiwe, haki, ulinzi na usalama uwepo, amani na utulivu kwa taifa letu uendelee kuwepo. Sheria tunazijua na taratibu tunazijua. Wanaopindisha tutakutana nao kwenye nyanja mbalimbali. Asante Mheshimiwa Rais. Baada ya kusema hayo, nikukaribishe Mheshimiwa Rais uweze kuzungumza na laiki. Naomba sote tusimame sasa. Tumpigie makofi Mheshimiwa Rais wakati anaelekea kwenye podium. Waheshimiwa, tukae. Mheshimiwa Musa Azzan Zungu, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Patrobas Pascal Katambi, Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi pamoja na uongozi wote wa wizara, Mheshimiwa Naibu Waziri, Katibu Mkuu na Naibu Katibu Mkuu na wote waliopo hapa. Tambue uwepo wa mwakilishi wa mhimili wa mahakama pamoja nasi hapa, IGP Camillus Mongoso Wambura, Mkuu wa Jeshi la Polisi Tanzania, Mheshimiwa Devota Minja, Mwenyekiti wa Kamati ya Bunge ya Hesabu za Serikali, waheshimiwa wabunge wa Mkoa wa Dar es Salaam mlioko nasi hapa, Mheshimiwa Albert Chalamila, Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama kiongozwa na mwenyekiti wenu CDF, waheshimiwa wakuu wa wilaya za Mkoa wa Dar es Salaam mliopo mkiongozwa na mwenyeji wenu Mheshimiwa Sixtus Mapunda kwa wilaya ya Temeke, makamishna wa polisi, naibu kamishna wa polisi Dr. Lazaro Benedict Mambosasa, mkuu wa chuo cha taaluma ya polisi Dar es Salaam, wakuu wa jeshi la polisi wastaafu mliopo nasi, makamishna wastaafu wa jeshi la polisi, wenye viti wa bodi na taasisi zilizo chini ya jeshi la polisi, makamishna wa polisi, makamanda wa polisi na vikosi, waheshimiwa viongozi wa serikali na sekta binafsi mliopo nasi hapa, wakuu wa vyuo vya polisi na vyuo marafiki, waheshimiwa viongozi wetu wa dini, wahitimu wa kozi ya uafisa na wakaguzi wasaidizi, ndugu waandishi wa habari, wageni waalikwa, vikundi vya burudani, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu, nidhamu, haki na weledi, msingi wa mafanikio yetu. Nawashukuru sana. Ndugu zangu, naomba nami niungane na walionitangulia kumshukuru Mungu mwingi wa rehema kwa kuturuzuku hai na siha njema na kutuwezesha kukutana hapa leo katika chuo cha taaluma ya polisi hapa Dar es Salaam kwenye shughuli hii muhimu. Aidha, ni kushukuru Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi pamoja na Mkuu wa Jeshi la Polisi IGP Wambura kwa kunialika na kunipa heshima
ya kufunga rasmi masomo haya muhimu, kwa dhati kabisa niwapongeze wahitimu wote kwa kukamilisha hatua hii muhimu katika kuimarisha utumishi wenu ndani ya jeshi hili. Vile vile nitoe pongezi nyingi kwa mkuu wa chuo hiki, naibu kamishna wa polisi Dr. Lazaro Mambosasa, wakufunzi, watumishi wote wa chuo pamoja na taasisi zote za ndani na nje ya nchi zilizoshirikiana na jeshi la polisi katika kufanikisha mafunzo haya. Na hapa nitoe pongezi maalum kwako mkuu wa chuo, lakini wakufunzi hasa waliosimamia gwaride. Nimeona vijana walivyoiva. Gwaride safi sana. Lakini kushukuru IGP Wambura. Mwaka juzi nadhani tulivyokuwa hapa, nilikupa maelekezo ya viwango vya kuunda vikosi vinavyoshiriki kwenye gwaride. Na leo nilikuwa naangalia vile vikosi vilivyokuwa na Django Green. Nimeona umefuata yale maelekezo niliyokupa. Nimeona vimo vya askari wetu jinsi walivyonyooka. Hakuna aliyezidi kitambi wale aliyezidi nyama za nyuma mgongoni. Vijana wote wamenyooka, wako vizuri. Sasa kama nikukupa maxi nakupa 70%. Kuna 30% bado ifanyie kazi. Panga tena vijana wako waangalie na uone 30% utafanya marekebisho wapi. Lakini 70 leo nakuachia nayo. Mimi najua muda ukipita, with time, vikosi hivi vitafikia vile viwango ambavyo tumezungumza mimi na wewe. Tutafikia kule, na gwaride letu litakuwa moja katika magwaride mazuri sana ndani ya ukanda wetu, lakini pia ndani ya Afrika. Kwa hiyo nakupongeza sana. Ndugu viongozi, wahitimu na wageni waalikwa, kwa kuwa hii ni mara yangu ya kwanza ya kuonana na jeshi la polisi tangu tumemaliza uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka jana, nitumie nafasi hii kulipongeza sana jeshi la polisi kwa kazi kubwa mnayoendelea kuifanya. Sote ni mashahidi kwamba amani na utulivu tulionao leo haukuja kwa bahati, bali matokeo ya kazi ya jeshi la polisi kwa kushirikiana na vyombo vyetu vingine vya ulinzi na usalama. Pamoja nanyi, niwapongeze Watanzania wenye nia njema na uzalendo kwa nchi yao kwa kuendelea kushirikiana na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama katika kudumisha amani na utulivu wa taifa hili. Ndugu zangu, suala la kulinda usalama wa raia na mali zao ni nguzo muhimu ya maendeleo kwa taifa letu. Bila shaka mtakubaliana nami kwamba kazi ya polisi haiwezi kutazamwa kama kazi nyingine ya kawaida. Ni kazi inayohitaji nidhamu, uadilifu, umakini na uelewa mpana wa sheria, mila na desturi na mipango ya maendeleo ya nchi yetu. Aidha, ni muhimu pia kuwa na uelewa mpana wa mabadiliko ya kiuchumi na kisiasa, yani World Economic Order and Geopolitics, yanayotokea huko duniani. Hivyo ni matumaini yangu kwamba mafunzo yaliyotolewa yameangaza maeneo yote hayo na yatawasaidia wahitimu katika kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi na kuleta tija kwa taifa letu. Kifungu cha 265(1) cha Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kinasema kwamba ulinzi na usalama wa nchi ni jukumu la kila raia wa Tanzania. Uanzishwaji wa polisi jamii ni miongoni mwa nguzo muhimu katika mwelekeo huo. Nami nimpongeze pia kamishna aliyeteuliwa kushikilia eneo hili, na nitoe wito na nimtake asimamie vizuri eneo hili,
kwa sababu usalama wetu na ulinzi wetu utatokana na wananchi wenyewe na taarifa zitakazotokana na wananchi wenyewe. Lakini wananchi wenyewe kwenye maeneo yao, mkiwafundisha vizuri, watalindana wenyewe kwa wenyewe na kutoa taarifa za kihalifu pale zinapotokea. Kwa hiyo nisisitize eneo hili na niseme mfumo huu ukitumika vizuri utasaidia kuimarisha mikakati ya ushirikishwaji wa wananchi katika kulinda amani na usalama wa nchi yetu. Kwa upande mwingine, ukuaji wa teknolojia umebadilisha pia mbinu za kufanya uhalifu. Mabadiliko haya yameendelea kuongeza changamoto za kiulinzi na kiusalama katika maeneo ya mipakani, barabarani, baharini, mitaani na hata kwenye mitandao. Hivyo, Jeshi la Polisi nalo lazima liendelee kufanya tathmini endelevu ya utendaji wake na kubadilisha namna linavyotekeleza majukumu yake kwa lengo la kuongeza ufanisi na ubora ili kukabiliana na changamoto hizo. Nyenzo mojawapo itakayosaidia kuleta ufanisi na tija ni kuendeleza utoaji wa mafunzo katika ngazi na fani mbalimbali ndani ya jeshi letu hili. Ndugu zangu, moja kati ya hatua zilizochukuliwa kutathmini utendaji wa Jeshi la Polisi ni kazi iliyofanywa vyema na Tume ya Haki ya Jinai ya mwaka 2022 ambapo ilitoa mapendekezo kadhaa ya hatua za kuchukua ili kuliimarisha jeshi hili. Nimefurahi kusikia kutoka kwa IGP kwa maboresho yaliyopendekezwa ya kimfumo, kimuundo na kisheria yanaendelea kufanyiwa kazi, ikiwemo kuimarisha mfumo wa polisi jamii kama nilivyosema, lakini pia matumizi ya tehama, kuendesha mafunzo na kujenga nidhamu ya utendaji. Hatua hizi ni lazima ziendelee kupimwa kwa matokeo yafuatayo. Tusiseme tu tunachukua hatua, lakini lazima tuone matokeo. Moja ni namna Jeshi la Polisi linavyotumia rasilimali zinazotolewa kuimarisha masuala ya ulinzi wa raia na mali zao, yaani kujenga uwezo wa kiutendaji, capacity building, ikiwemo mafunzo na maeneo kadhaa ambayo IGP aliyaeleza hapa kwenye maeneo ya kisheria na uwezo wa kwenye medani. Tunapozungumza na uwezo wa kwenye medani ni pale mnapokuwa mbali ya medani, mnapokuwa kwenye mafunzo, lakini pale mnapokuwa kwenye nyanja za kazi zenu. Tumezoea huko nyuma kuona askari wakisimamisha magari na wakifanya mambo ambayo hayakubaliki. Sasa hizo ndio nyanja za medani. Mwende mkarekebishe hayo. Yale tunayoyaona viklipu vinavyorushwa visirushwe. Askari wetu msimame kwenye mambo yenu. Lakini pia mkuu wa chuo ametaja maeneo mengi ambayo mafunzo yenu yamepitia, na ni imani yangu kwamba mtakwenda kurekebisha hayo na tuwe na jeshi ambalo limesimama kwenye mstari sawa sawa. Eneo la pili la matokeo, tuone namna Jeshi la Polisi linavyofuata miiko na kuepuka mambo yanayokatazwa katika kutekeleza kazi zao, na hivyo kuongeza ufanisi na kukuza tija kufikia malengo ya kiutendaji yanayokusudiwa, yaani effectiveness ya Jeshi la Polisi tukaione mule mnamokwenda kufanya kazi kwenye nyanja zenu za medani. Jambo la tatu, tunataka kuona namna Jeshi la Polisi linavyojenga imani yake kwa wananchi, sekta binafsi na jumuiya ya kimataifa iliyopo nchini. Hapa tunazungumzia legitimacy ya Jeshi la Polisi, kukubalika kwake. Nilikuwa naangalia klipu moja inazungumza kukubalika kwa majeshi ya polisi ya nchi mbalimbali ya Afrika, na wakawa wanatoa asilimia ya kukubalika kwao. Nchi iliyofanya vizuri zaidi ina asilimia 25 ya kukubalika kwake, na maswali yalikuwa kama unapata shida, imani yako ni kiasi gani kukimbilia Jeshi la Polisi
ili ukasaidiwe. Kwa nchi iliyofanya vizuri kabisa, jawabu, wasailiwa walipata 25%. Kwetu Tanzania ilikuwa ni 12%, kwamba wananchi wanapopata shida atakimbilia kituo cha polisi ili akapate msaada, ni 12%. Sasa wengine hatujui watakwenda wapi. Hizi ni taarifa ambazo hatuwezi kuzibeza IGP. Ni taarifa ambazo tuangalie tofauti, gaps ziko wapi? Kwa nini wananchi wanajibu hivi? Gaps ziko wapi? Turekebishe. Lakini kama nilivyosema, vyema na vizuri zaidi ni kuwashirikisha wananchi, hasa kwenye ile suala la polisi jamii. Wananchi wenyewe wasimamie usalama wao na waamini kwamba jeshi la polisi ni sehemu na kimbilio la shida zao. Jambo la 4 ambalo tungependa kuona matokeo ni uwezo wa kutambua au kubaini viashiria vya hatari vya usalama kwa nchi mapema iwezekanavyo. Na hapa naendana pia na mazoea, mila na desturi zetu. Kwa mfano, tulipokuwa tukipokea ripoti ya Tume ya Uchunguzi wa Matukio ya tarehe 29 Oktoba, walisema kwamba labda uzoefu, mila na desturi zetu kwamba Tanzania ni nchi ya amani tu, ni nchi ya usalama tu, na kwamba vikitokea vitisho hatuvipi uzito wake. Tunasema watatukuta asubuhi tunapiga mswaki hapo, wao wakija sisi tupo bwana. Unaona? Kwa hiyo ile ni uzoefu, ni mila zetu. Tanzania nchi sasa watafanya nini kikubwa? Lakini yaliyotokea yametupa funzo. Tulijaribiwa, lakini kwa dhati kabisa nishukuru vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Majaribio yale waliweza kuyaondoa kwa muda mfupi sana. Tulijaribiwa na yametupa mafunzo. Kwa tunataka kuona jeshi ambalo halidharau taarifa yoyote. Taarifa yoyote, kiashiria chochote cha hatari kinafanyiwa kazi kwa haraka sana. Na haya yatafanikiwa iwapo jeshi letu litakuwa na ushirikiano wa karibu kabisa na mawasiliano ya karibu kabisa na vyombo vingine vya ulinzi na usalama katika kubadilishana taarifa za viashiria vya hatari. Wito wangu kwa jeshi la polisi ni kujenga imani kwa jamii ili kutimiza ile dhamira aliyosema IGP wakati anazungumza maelezo yake pale, anatoa maelezo yake. Alisema jeshi la polisi lina dhamira ya kuhakikisha linakuwa karibu zaidi na wananchi katika kubaini, kukabiliana na kuzuia uhalifu kabla haujatokea, pamoja na kuwafikia na kuwahudumia wahanga kwa haraka zaidi. Sasa hili litawezekana kukiwa kuna ushirikiano wa karibu zaidi na wananchi pamoja na vyombo vingine vya ulinzi na usalama nchini. Niwasihi maofisa mnaohitimu leo kuendelea kujenga taswira njema ya jeshi la polisi. Mnaporejea katika vituo vyenu vya kazi au kokote kwingine mtakakopangiwa, tambueni kuwa mmeongezewa dhamana ya uongozi ndani ya jeshi letu. Uongozi huo hatutaupima kwa urembo wa mabegani mliowekewa leo asubuhi, hapana, bali kwa nidhamu, uadilifu, weledi na uwezo wa kusimamia matokeo na kudhihirisha mwelekeo sahihi wa ulinzi wa raia na mali zao. Hayo ndio tutawaheshimu nayo. Sasa ukitoka hapa ukienda kutamba na urembo uliovishwa asubuhi na IGP hapa, hatutakuona. Kwa hiyo tutakuona kwa kazi unayoifanya. Hapa nataka ninukuu tena maneno ya IGP kwamba uzalendo wa kweli ni kuwa tayari kulitumikia taifa lako mahali popote na wakati wowote unapohitajika, kuwa tayari kukesha wakati wananchi wengine wamelala. Na hapa mimi ni shahidi, vyombo vyetu vilikesha wakati wengine tulilala, au kama hatukulala tulijifungia ndani tukawa tunasikilizia, lakini vyombo vyetu
vilikuwa vinakesha, hawajali kula, hawajali nini, walikesha na kuhakikisha taifa liko salama. Kwa huu ndio mwelekeo, lakini vile vile kusimama imara wakati wengine wamekata tamaa na kulitumikia taifa kwa uadilifu hata pale ambapo hupongezwi. Unaweza ufanye kazi yako vizuri tu na atokee watu wawaseme vibaya, hawa wapongezi. Tusivunjike moyo, ndio kazi tuliopewa, ndio kazi ambayo Mungu ametuchagulia. Twende mbele, chapa kazi, linda taifa lako hata kama hukupongezwa. Nendeni mkasimamie na kulinda heshima ya Jeshi la Polisi. Msiruhusu rushwa, uzembe na matumizi mabaya ya madaraka kuharibu kazi kubwa inayofanywa na jeshi hili. Kama nilivyosema, vyeo mlivyopata leo ni nyenzo wa kuongeza uwajibikaji na si kuongeza umbali kati yenu na askari walio chini yenu au kujenga kiburi kwa wananchi mnaowahudumia. Vyeo ni dhamana, mmeongezewa dhamana, mmeongezewa majukumu, nendeni kayatekelezeni. Ndugu viongozi, wahitimu na wageni waalikwa, napoelekea kuhitimisha, niwahakikishie kuwa serikali itaendelea kutimiza wajibu wake wa kuliwezesha Jeshi la Polisi kwa kujenga miundombinu, na ninapozungumza miundombinu ni ile migumu na ile laini, yani hard infrastructure na soft infrastructure. Hard infrastructure ni pamoja na majengo kama mlivyoona hapa, majengo mbalimbali. Na wakati nikinong'ona na IGP ndani kule katika kunieleza kazi inayofanywa ya kujenga majengo, alinieleza haja ya kuwa na hospitali ya kina mama na watoto, hospitali maalum pale kwenye hospitali yetu ya Kilwa Road. Nami nikamhakikishia kwamba hospitali umeipata. Hospitali ameipata na ninakusudia hospitali itajengwa hivi karibuni. Lakini vile vile tumetoa fedha nyingi kuhakikisha tunaweka mifumo ya tehama itakalolisaidia jeshi hili, na huu ndio upande wa soft infrastructure. Tumeweka mifumo ya tehama na tunaendelea kuweka mifumo itakayosaidia kuimarisha mazingira ya kazi ya jeshi letu la polisi, na vile vile taendelea kununua vitendea kazi na kuboresha stahiki na maslahi ya askari wetu. Jengine tutakalokuwa hatutasita kulipatia fedha ili liendelee ni kuhamasisha mafunzo ili kuendelea kujenga viwango vya weledi na uwezo wa askari wetu. Huwezi kumlaumu mtu hafanyi kazi kama humfundishi au humuoneshi namna ya kufanya kazi. Kwa tutaendelea kuongeza nguvu yetu kwenye mafunzo ili kujenga weledi na uwezo wa askari wetu. Nirudie wito wangu ule ule kwamba chuo kisipoe. Baada ya hawa kuwatoa, Dr. Mambo sasa jitayarishe kupokea bachi nyingine ya mafunzo ya askari wetu. Mwisho ni waase tena wahitimu wetu wa leo kulitumikia taifa lenu kwa heshima ya viapo vyenu na dhamana mlizopewa. Vyeo mlivyovishwa leo vikaonekane katika ubora na ufanisi wa kazi zenu. Na baada ya kusema hayo, kwa mamlaka nilionayo kama Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu wa Vikosi vya Ulinzi na Usalama nchini, nataka nitamke rasmi kwamba mafunzo ya upandishaji vyeo ngazi ya uafisa na mkaguzi msaidizi wa polisi kozi namba 1 ya mwaka 2025-26 sasa yamehitimishwa rasmi. Naomba tusimame wote. Naomba tukae. Nidhamu, haki, weledi na uadilifu.
msingi wa mafanikio yetu. Msingi wa mafanikio yetu. Nawashukuru sana. Namwomba Mwenyezi Mungu alibariki jeshi letu la polisi, na asanteni sana kwa kunisikiliza. Naomba tusimame wote kwa ujumla, tupige makofi mengi sana kwa Mheshimiwa Rais. Wote ulimwenguni watu wote watambua, Tanzania yetu ndio nchi ya furaha. Naye Baba Nyerere ndiye wetu muhifadhi, naye ndiye aliyeleta na uhuru. Tanzania yetu ndio nchi ya furaha. Asanteni sana. Naomba tukae sasa na tupashe kwa hotuba nzuri ya Mheshimiwa Rais ya kutia moyo, ya kuendelea kututia moyo na kutupa ahadi mbalimbali. Pasha 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 panda. Nidhamu, haki, weledi na uadilifu, msingi wa mafanikio yetu. Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, tunakushukuru sana kwa hotuba nzuri ambayo imeendelea kutujengea moral na ujasiri wa kuendelea kutekeleza majukumu yetu kama jeshi la polisi. Naomba sasa kwa ruhusa yako uridhie tupige picha chache za kumbukumbu katika makundi yanayofuata. Asante. Mheshimiwa Rais, picha ya kwanza itakuwa ni ya meza kuu ambayo itafuatiwa na afande wakuu wa vyombo, na taomba kwa ruhusa yako Mheshimiwa Rais, walioko jukwaa kuu, tukiacha meza kuu baada ya kupiga picha, tutaomba tuelekee moja kwa moja kwenye sehemu ambapo ratiba itakayofuata itaendelea na watu wa itifaki watatuongoza. Wakati tukiwa tunasubiri upigaji wa picha kwa zamu zetu, tunaomba tulioko jukwaa kuu tusogee upande wa kulia wa jukwaa ili kuruhusu picha ziweze kupigwa bila kuwa na watu nyuma. Wakati picha hiyo ikipigwa, naomba afande wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama tujiandae. Tunapiga picha sasa meza kuu. Asante afande wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, tafadhali karibuni, na baada ya kupiga picha tutaomba tuelekee sehemu ya ratiba inayofuata itifaki watuongoze. Baada ya picha ya wakuu wa vyombo itafuata afande IGP wastaafu, afande DIGP mstaafu, afande CJF Andengenye mstaafu na afande makamishna wa polisi wastaafu. Asante afande wakuu wa vyombo, karibuni afande IGP wastaafu, afande DIGP mstaafu, afande CJF Andengenye mstaafu, afande makamishna wa polisi wastaafu, karibuni. Nanyi baada ya picha hii afande mtaombwa pia kuelekea kwenye ratiba inayofuata, na picha hiyo itafuatiwa na katibu mkuu Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, naibu katibu mkuu, mwenyekiti wa bodi ya vyuo vya polisi, mwakilishi wa mtendaji mkuu wa mahakama DPP, mwenyekiti wa bodi ya shirika la uzalishaji mali wa polisi na mwenyekiti kamati ya ukaguzi fungu 28. Picha hii ya wastaafu wa jeshi la polisi itafuatiwa na katibu mkuu Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, naibu katibu mkuu Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, mwenyekiti wa bodi ya vyuo vya polisi,
mwakilishi wa mtendaji mkuu wa mahakama DPP, mwenyekiti wa bodi ya shirika la uzalishaji mali ya polisi, mwenyekiti kamati ya ukaguzi fungu 28. Asante, picha hiyo tayari. Naomba itifaki tuwaongoze kuelekea kwenye ratiba inayofuata. Karibu Katibu Mkuu Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, Naibu Katibu Mkuu, mwenyekiti bodi ya vyuo vya polisi, mwakilishi wa mtendaji mkuu wa mahakama DPP, mwenyekiti wa bodi ya shirika la uzalishaji mali polisi, mwenyekiti wa kamati ya ukaguzi fungu 28. Karibuni kwa picha. Na picha hiyo itafuatiwa na Mheshimiwa mwenyekiti wa PAC, Mheshimiwa mkuu wa wilaya Temeke, Mheshimiwa mbunge Temeke na Mheshimiwa wa jiji la Dar es Salaam. Watakaofuata baada ya picha hiyo ni Mheshimiwa mwenyekiti wa PAC, mkuu wa wilaya Temeke, mbunge Temeke, meya jiji la Dar es Salaam. Asante, picha hiyo tayari. Itifaki naomba tuwaelekeze. Sasa naomba niwakaribishe mwenyekiti PAC, mkuu wa wilaya Temeke, mbunge Temeke, meya jiji la Dar es Salaam. Naomba karibuni. Na picha hiyo itafuatiwa na afande makamishna wa polisi. Baada ya picha hiyo itafuata afande makamishna wa polisi. Na picha ya afande makamishna wa polisi itafuatiwa picha na afande naibu kamishna wa polisi pamoja na viongozi wa watumishi raia wa jeshi la polisi. Asante, picha hiyo tayari. Afande makamishna, karibuni kwa picha. Wakati huo naomba niwakaribishe afande naibu commissioners, msogee hapa jirani na jukwaa kuu kwa ajili ya picha. Afande naibu commissioners pamoja na viongozi wa watumishi raia jeshi la polisi, naomba msogee karibu kwa picha itakayofuata baada ya picha ya afande commissioners. Picha ya mafande naibu kamishna itafuatiwa na picha ya kamati za usalama mkoa wa Dar es Salaam. Asante afande makamishna, karibuni. Itifaki naomba muongoze. Karibuni afande naibu kamishna wa polisi pamoja na viongozi wa watumishi raia jeshi la polisi. Wakati huo kamati za usalama mkoa wa Dar es Salaam, naomba tusogee karibu. Kamati za usalama mkoa wa Dar es Salaam, naomba tusogee karibu ya jukwaa. Na kamati za usalama mkoa wa Dar es Salaam, picha hiyo itafuatiwa na wakufunzi DPA wakiongozwa na Chief Instructor. Wakufunzi mjiandae, nanyi msogee karibu na jukwaa. Wakufunzi DPA mkiongozwa na Chief Instructor. Asante, naomba picha hiyo tayari. Naomba niwakaribishe kamati za usalama mkoa wa Dar es Salaam kwa picha. Wakati huo wakufunzi DPA tusogee karibu. Na picha ya wakufunzi DPA itafuatiwa na picha ya makamanda wa polisi wa mikoa, vikosi, wakuu wa vyuo vya polisi na vyuo rafiki. Pia naomba tusogee karibu. Asante, kamati za usalama mkoa wa Dar es Salaam, naomba niwakaribishe wakufunzi DPA wakiongozwa na CI. Na picha hiyo itafuatiwa na afande makamanda wa polisi wa mikoa, vikosi, wakuu wa vyuo vya polisi na vyuo rafiki. Naomba tusogee karibu. Picha ya wakufunzi itafuatiwa na afande makamanda wa polisi wa mikoa mliopo, vikosi, wakuu wa vyuo vya polisi na vyuo rafiki. Naomba msogee karibu. Hawa ni wakufunzi wa DPA hapa tulipo. Asante wakufunzi DPA, naomba niwakaribishe sasa afande makamanda wa polisi wa mikoa mliopo, makamanda wa vikosi, wakuu wa vyuo vya polisi na vyuo rafiki. Karibuni kwa picha. Na picha hiyo itafuatiwa na viongozi wa dini wote mliopo.
picha ya makamanda wa polisi wa mikoa, makamanda wa vikosi, wakuu wa vyuo vya polisi na vyuo rafiki, itafuatiwa na picha ya viongozi wa dini. Naomba viongozi wa dini tusogee karibu na jukwaa kuu. Na wakati viongozi wa dini wakisogea, kundi la kwanza la wahitimu. Wahitimu oye! Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu amekubali kupiga picha na ninyi nyote kwa makundi 10 na mtakuwa katika makundi ya watu 72 kila kundi. Asante. Naomba viongozi wa dini wakaribie. Wakati huo kundi la kwanza la wahitimu msogee karibu na jukwaa kuu. Wahitimu mkipiga picha mtarejea kukaa mlipokuwa. Hamtaondoka. Kundi la kwanza la wahitimu tusogee karibu na jukwaa kuu. 72. Asante viongozi wa dini, karibuni. Haya, kundi la kwanza la wahitimu, kundi la pili lisogee karibu. Kundi la pili, 72 wa kundi la pili wasogee karibu na jukwaa wakati kundi la kwanza wanapiga picha. Haraka haraka, na tukimaliza tunarejea kuketi. Haraka haraka, kundi la pili tusogee karibu. Mnaosimama nyuma katikati, hakikisha unasimama katikati ya mtu na mtu. Usimame kwenye bega la mtu ili uonekane. Kundi la pili msubiri hapo chini. Asante. Kundi la kwanza mrejee kuketi. Kundi la pili karibuni kwa haraka haraka. Kundi la tatu wasogee karibu na jukwaa kuu. Haraka haraka, tushuke haraka haraka, tuwapishe wengine. Kundi la pili karibuni. Kundi la tatu tusogee karibu. Hakikisha ukiojiona wewe ni mfupi unakuwa umesimama mstari wa mbele ili uonekane. Wafupi wawe mbele, warefu nyuma. Kundi la tatu tusubiri hapo jirani, tusipande juu. Tusubiri kundi la pili wamalize. Wao wataenda kule, ndio maana tukiwachanganya itakuwa vurugu. Wataondoka baada ya mheshimiwa. Maana hakutakuwa na watu wa kusimama kufanya mheshimiwa aondoke. Wote watakuwa wameisha. Asante kundi la pili, asante. Kundi la tatu karibu. Kundi la pili tushuke kwa haraka. Kundi la pili haraka, la tatu haraka haraka tupande. Kundi la pili haraka tuondoke. Kundi la tatu karibu. Tuongeze spidi, tuongeze spidi. Kwani hawawezi kushuka kwa hapa? Hapo hapo. Kundi la tatu hilo tujipange vizuri. Kundi la 4 lisogee karibu. Asante. Kundi la tatu tushuke haraka haraka. Kundi la 4 karibu. Kundi la 5 tusogee pembeni ya jukwaa. Kundi la 5 tusogee karibu, tusogee karibu wakati kundi la 4 wakiwa wanapiga picha. Kundi la 5 tuwe jirani.
Asante. Kundi la 4 tushuke. Kundi la 5 karibu. Kundi la 5 karibu, wakati kundi la 6 likisogea karibu na jukwaa kuu. Kundi la 5 haraka haraka tujipange. Wakati huo kundi la 6 tusogee karibu. Asante. Tushuke kundi la 5, kundi la 6 karibuni. Kundi la 6 tusogee kwa haraka haraka. Kundi la 7 tusogee jirani na jukwaa kuu. Kundi la 6 tupande kwa haraka na kujipanga, wakati kundi la 7 tusogee jirani na jukwaa kuu. Waliofanya vizuri zaidi